Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetangaza kuanzisha wimbi la 37 la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel na mali za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati, hatua inayoashiria kuongezeka zaidi kwa mapigano katika vita vinavyoendelea kati ya Iran na muungano wa Marekani na Israel. Katika taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Fars, IRGC ilisema ilirusha makombora mazito ya ballistic aina ya Khorramshahl katika mashambulizi ya muda mrefu na ya tabaka mbalimbali yaliyodumu kwa zaidi ya saa 3. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa muhimu nchini Israel pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Miongoni mwa shabaha zilizotajwa ni kituo cha mawasiliano ya satellite cha Haila kusini mwa Tel Aviv ambacho IRGC imesema imekishambulia kwa mara ya pili. Maeneo mengine yaliyolengwa ni vituo vya kijeshi katika Bil Yakub, Jerusalem Magharibi na mji wa Haifa kaskazini mwa Israel. Jeshi la Iran pia limesema lilishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani ikiwemo kituo cha Erbil nchini Iraq na makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani mjini Manama nchini Bahrain. IRGC iliahidi kuendelea na mashambulizi hayo hadi malengo yake ya kijeshi yatakapofikiwa. Katika vita hivi tunafikiria jambo moja tu, kujisalimisha kabisa kwa adui, ilisema taarifa hiyo. Maafisa wa Iran pia wameonya kuwa nchi hiyo itaendelea kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel, hasa yale yanayodaiwa kulenga maeneo ya makazi ya raia. Msemaji wa jeshi la Iran, Abu Fazl Shekarchi, alisema mashambulizi hayo yamekuja baada ya Iran kushambuliwa kwa nguvu zaidi tangu vita hivyo vilipoanza. Kupitia vyombo vya habari vinavyohusishwa na jeshi la Iran, Shekarchi alizitaka nchi za eneo hilo pamoja na Waislamu kutoa taarifa kuhusu maeneo aliyoyaita maficho ya Marekani na Wazayuni. Alisema taarifa hizo zinaweza kusaidia Iran kufanya mashambulizi kwa usahihi zaidi, huku ikiepuka madhara kwa raia ambao kwa mujibu wake wanatumiwa kama ngao za binadamu. Katika tangazo nyingine, IRGC ilisema imerusha makombora 4 kuelekea makao makuu ya vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Miongoni mwa shabaha hizo ni kambi ya kijeshi ya Camp Arifjan nchini Kuwait ambayo ililengwa na makombora mawili. Maelezo zaidi kuhusu athari za mashambulizi hayo bado hayajatolewa. Wakati huo huo, Urusi imesema moja ya majengo ya kidiplomasia ya nchi hiyo limeharibika baada ya shambulio lililolenga jengo la serikali lililokuwa karibu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema madirisha ya jengo la ubalozi yalivunjika na baadhi ya wafanyakazi walipigwa na mshtuko wa mlipuko. Zakharova alisema mashambulizi dhidi ya maeneo ya kidiplomasia ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Pande zote lazima ziheshimu usalama na kutoguswa kwa maeneo ya kidiplomasia, alisema. Aliongeza kuwa kwa bahati nzuri hakuna mtu aliyefariki au kujeruhiwa vibaya katika tukio hilo. Nchini Saudi Arabia, mamlaka za kijeshi zilisema zimefanikiwa